wa wazee kutoka Tanzania bara. Mzee huyu alizaliwa mwaka 1952 katika kijiji mkoani Dodoma katika wilaya ya Chamwino. Ameshawahi kuwa mtumishi wa umma kwa nafasi mbalimbali zikiwemo mwalimu wa shule ya msingi Majeleko Chamwino Dodoma mwaka 76 hadi mwaka 1995. Vile vile alishawahi kuwa mratibu wa kata ya Chipanga mkoani Dodoma, akiwa vile vile alishawahi kuwa afisa tarafa. Asante. Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito anakabidhi mkuki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Inaombwa sasa nimkaribishe Bi Ubwa Hamisi Ali, mwakilishi wa wazee kutoka Zanzibar. Bi Ubwa alizaliwa tarehe 10 Disemba 1958 Mbuzini katika mkoa wa Mjini Magharibi. Asante. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekabidhiwa ngao pamoja na mkuki, ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda, kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Inaomba sasa Mheshimiwa Rais urejee kuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata sasa ni dua pamoja na sala toka kwa viongozi wa dini. Kwa heshima kubwa, inaomba sasa nimkaribishe Al-Haji Sheikh Dr. Abubakari Zuberi bin Ali Mbwana, Mufti wa Tanzania, aongeze dua kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania. Faliyatafadhali Mufti, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe, na rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ziwashukie ndugu zake katika manabii na mitume waliomtangulia. Ewe Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki ufalme wote, unampa ufalme umtakaye na unamvua ufalme umtakaye. Unamtukuza pia umtakaye na unamdhalilisha umtakaye. Kheri zote ziko mikononi mwako, na wewe ndio mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ewe Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu wote, wewe unaumba utakacho na unachagua pia utakacho. Kwa radhi yako na mapenzi yako umemchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6. Sisi waja wako wanyonge tumepokea na ukubali bila kigegezi uchaguzi wako wewe Mungu na maamuzi yako, na kwa ikhlas tunakiri kuwa tuko radhi muda wa kuwa wewe Mwenyezi Mungu uko radhi na yeye. Na wewe mwenyewe umesema wazi wazi kwa mwanadamu yote hata atake vipi atachokitaka hakiwi ila kile ambacho wewe umekitaka, kwa kusema ndani ya kitabu chako kitukufu kwamba hamtaki ni binadamu ila pale atakapotaka Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe. Hivyo umemridhia pia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi awe makamu wake wa rais na msaidizi wake mkuu. Haya yanadhihirisha mapenzi makubwa na fadhila kubwa juu yao. Tunakuomba ya Allah kwa kudra zako na rehema zako zilizoenea juu ya kila kitu, umuongoze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutekeleza majukumu yake vyema kwa msaada wako usiotindika. Mpe taufik aweze kuliongoza taifa letu kwa uadilifu, kuchunga haki, kujali utu na ubinadamu. Ya Rabbi, mpe nguvu katika nguvu zako, na mpambe na uchapakazi kama ambavyo ni sifa yake,
mpe pupa ya maendeleo, busara, hikma, mpe umakini, weledi, ari, himma na mafanikio makubwa katika kazi zake. Ya Allah, mbarikie katika analoliwaza kulifanya na mbarikie katika mipango yake yote. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe wasaidizi wema watakaomsaidia katika serikali atakayoiunda. Mpe jicho la ndani lenye siri litakalo muonyesha mazuri na mabaya kama ulivyowapa waja wako wema. Twakuomba ya Allah, mkinge rais wetu na shari na hasadi na kijicho na mabalaa ya usiku na mchana, yeye na familia yake na jamaa zake wote, na anayemfia uchungu pia. Mlinde kwa siri ulioitumia kuilinda na kuhifadhi Qur'an tukufu na vitabu vyako vyote vitakatifu ambavyo umeviteremsha juu ya mitume yako, na umpe umri mrefu wa kheri na siha kamili. Umnusuru kama ulivyowanusuru mitume yako, rehma na amani zishuke juu yao. Twakuomba tena umbarikie Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, aweze kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais katika kuleta maendeleo ya taifa letu, na mfadhilishe kwa kumpa baraka katika umri wake pia na afya njema. Mlinde, mhifadhi bila na kila lisilofaa